Hali gani mpenzi mtazamaji ulioungana nasi hivi sasa, nipende kukaribisha kufuatilia matukio mbalimbali yanayoendelea hapa studio. Uongozi wa Dai TV tunavyozungumza na wewe, tupo kisiwani Pemba, mkoa wa Kusini, wilaya ya Chake Chake, shehia au kata ya Wandani Mjananza. Tumefika hapa kukutana na Waislamu na kuweza kujua changamoto zinazowakumba katika kisiwa hiki cha Pemba. Hivyo nitakukaribisha sana uweze kuwasikiliza, upate mawili matatu kutoka kwao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia nizidishe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa taufiki yake katujalia kukusanyika wakati huu katika eneo hili la kijiji cha Mjananza, shehia ya Uwandani, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Tuliopo mbele yenu ni kamati tendaji ya uongozi wa jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza Qur'ani Pemba. Mimi ninayezungumza sasa hivi jina langu ni Imani Muhammad Ali, ambaye ni amir wa jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza Qur'ani Pemba. Lakini kuliani kwangu naye Maalim Yusuf Hamisi Ali, ambaye ni naibu amiri wa jumuiya. Kushotoni kwangu naye Maalim Khamis Al Khamis, ambaye ni katibu wa jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza Qur'ani Pemba. Pia kwa upande wa kushotoni kwangu mwingine anayefuata ni mzee wetu mzee wetu Ali Omar Khamis, ambaye ni mwenyeji wetu katika kijiji hichi tulichopo cha Mjananza, shehia ya Uwandani. Lakini vile vile kwa upande wa kuliani kwangu hapa naye mjumbe wetu wa kamati tendaji wa jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza Qur'ani Pemba. Kwa kweli tuna furaha sana leo kwa kupata ugeni huu ambao umetukusudia na kuelezea zile changamoto ambazo zinatukabili katika jumuiya. Jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza Qur'ani Pemba ni jumuiya ambayo imeundwa mwaka 2013 na inshallah inafanya kazi zake mbalimbali ambazo ni kutekeleza katika majukumu yake, ikiwa miongoni mwa hayo ni kuziendeleza madrasa za Qur'an kwa ajili ya kusoma matini, lakini vile vile na kwa ajili ya kuihifadhi Qur'ani tukufu. Lakini pamoja na hayo tuna mambo mbalimbali ambayo tunayatekeleza katika jumuiya, kama kutoa taaluma au kutoa misaada ya aina mbalimbali kwa watoto mayatima. Lakini pia tunaendelea pale hali ambapo inaruhusu kutoa misaada kwa wajane na wale wenye mahitaji maalum. Kadhalika juu ya yote hayo ambayo tunayaendeleza, lakini kwa kweli kwa sasa hivi ofisi ambayo tunaitumia ni ofisi ya kuwazima katika Madrasatun Najah, ndio ofisi ambayo tunaitumia. Lakini alhamdulillah tokea tumeanza harakati tumepata mafanikio makubwa kabisa katika kuwaendeleza vijana kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala katujalia kupata eneo ambalo eneo hilo litaweza kuturuhusu kujenga mambo mbalimbali ambayo yatakuwa yanahitajika. Na tupo katika eneo husika ambalo eneo hili tunahitaji kuwa na majengo kama ifuatavyo. Kwanza madarasa 12,
mabweni mawili, moja la wanawake na moja la wanaume. Administration block, yani nyumba la ofisi, yani nyumba ya utawala. Tunahitaji kuwa na hall ambalo tutaweza kulitumia hall hilo kwa ajili ya tunapofanya mashindano yetu ya tahfidhul Qur'an, lakini vile vile na mahitaji mbalimbali ambayo yatahitajika. Lakini pia tunahitaji na kuwa na workshop 4, maktaba, maabara, msikiti, uwanja wa michezo yani open space, jengo la jiko, ukumbi wa kupatia huduma ya chakula na sehemu ya kufulia. Kwa hiyo hayo ni mahitaji ambayo tutakuwa tunayahitaji katika eneo letu tulilonalo ambalo lina ukubwa usiopungua ekari 5. Kwa hiyo inshallah tunawakaribisha waumini, Waislamu, lakini vile vile wote ambao wana hamasa na hamu ya kuweza kusaidia katika masuala ya kheri, basi tunawakaribisha katika eneo hili inshallah, waweze kushirikiana na sisi katika kusaidia katika hali mbalimbali inshallah. Tunaamini kwamba maelezo haya yatakuwa yamefika kwa walengwa na walengwa watakuwa tayari kuyapokea na kuyafanyia kazi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiendelea na kuelezea baadhi ya yale ambayo ameyasahau amiri kuyataja, kwanza nianze na jina langu. Mimi ni Yusuf Hamisi Ali, ni naibu amiri katika jumuiya ya kushajiisha na kuendeleza usomaji wa Qur'ani Pemba. Katika yale aliyoyasahau amiri, jumuiya vile vile inashughulika na suala la kutoa taaluma dhidi ya madawa ya kulevya. Jumuiya pia inatoa taaluma juu ya suala zima la kudumisha amani ndani ya nchi. Lakini vile vile jumuiya inatoa taaluma juu ya kupambana na udhalilishaji wa kijinsia. Pamoja na hayo, vile vile jumuiya imemiliki eneo jingine lisilokuwa hili lililotajwa la ardhi inayofikia ekari 2. Eneo hili lipo katika shehia ya Kiungoni, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Maeneo yote mawili malengo yake yanafanana, ni kwa ajili ya harakati za jumuiya. Baada ya watu wenye imani kuona kwamba jumuiya inafanya kazi vizuri, wamejitolea kutupa ardhi hizi kwa ajili ya kuendeleza harakati za jumuiya na harakati za Kiislamu, harakati za kijamii ndani ya kisiwa cha Pemba. Hivyo basi tunawaomba vile vile ndugu zetu mahala popote wanapotusikia waungane na sisi katika kuchangia jambo hili zuri, ili tuweze kujishuhudia maendeleo katika ulimwengu wa Kiislamu na katika taifa letu la Tanzania. Inshallah, sitaki niendelee na mengi zaidi. Lengo bila shaka limefahamika, ni kuwa tushirikiane na atakayechangia. Kuna namba ambazo zitapita hapo katika matangazo haya. Hizo namba ni za jumuiya, na kwa mawasiliano wa kuchangia chochote, basi inshallah
ni sehemu ambayo itakuwa iko sahihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.